Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za asiri ambazo tumepokezwa kupitia vyanzo vyetu vya ndani, naomba ikiwa wewe ni mgeni hauja subscribe katika channel yetu ya Tanzania ITV, chukua sekunde moja tu, bonyeza patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem za siri kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia, naomba tu mtazamaji, bonyeza ama usisahau kubonyeza alama ya like. Karibu. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yuko hatarini. Kumelipuka sasa hivi katika taifa letu la Tanzania baada ya chama cha kisiasa cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kutangaza vita vikali dhidi ya serikali haramu katili iliyojichagua ya Samia Suluhu Hassan chini ya chama tawala CCM. Sasa iko hivi, naibu ama makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema John Heche ametangaza hatari kwa serikali ya Samia Suluhu Hassan ikiwa kuna madhara ama shida yoyote itatokea kwa kiongozi wa chama hicho Tundu Lissu ambaye yuko gerezani Ukonga. Hii ni baada ya siri kusemekana ya kwamba kuna mpango maalum wa kumuua Tundu Lissu akiingia mahakamani ama akitoka mahakamani ama akiwa mahakamani, vurugu ianza, apigwe risasi. John Heche wametangaza hatari kwa serikali ya Samia kwa kusema ya kwamba chochote kimfanyikie Tundu Lissu lazima serikali ya CCM ieleze Watanzania wote kwa nini hicho chenye wanapanga kufanya kimefanyika na Tanzania haiwezi kukalika. Tena wametangaza vita vingine kwa kusema hivi, hata wamsumbue Tundu Lissu, hata wamlazimishe kupiga magoti, hawawezi kupiga magoti. Liwe liwalo na liwe, wao wanaendelea kupigania haki, wanaendelea kupigania demokrasia, wanaendelea kupigania uwajibikaji, wanaendelea kupigania uwazi katika taifa la Tanzania, na hawawezi kupiga magoti na hawawezi kumlazimisha Tundu Lissu Antibas kupiga magoti. Wasahau hilo. Kesi ambayo aliweza kuwekewa Tundu Lissu ni ya mchongo, kesi ya kupambikiziwa kwamba alihusika katika uhaini. Wakati Tundu Lissu alianzisha mchakato wa kusema no reforms no elections, yani kusipokuwa na mabadiliko hakutakuwa na uchaguzi, akatiwa mbaroni kwamba ni uhaini. Kulingana sheria za Tanzania mwaka 1977 zinasema ya kwamba uhaini ni kifo, hamna dhamana ukipatikana na hilo kosa. Sasa Samia ametafuta mbinu ya kumumaliza Tundu Lissu, lakini hawakuwa na ushahidi wa kutosha. Wakati kesi ilikuwa inaendelea Dar es Salaam, mashahidi kutoka upande wa jamhuri wa serikali hawakuwa na kitu cha kusema, wanashindwa cha kusema. Hamna ushahidi wa kutosha katika serikali kwamba Tundu Lissu alihusika katika uhaini hapa Tanzania, lakini wanaendelea kumshikilia. Na kufikia sasa tunapopiga hesabu, Tundu Lissu aliweza kutiwa mbaroni mwaka jana wa 2025 mwezi wa 4 tarehe 9, na kufikia sasa ni siku 350 ameshikiliwa. Amepakisha tu chini ya majuma mawili ili kumaliza mwaka. Wiki jana tuliona Tundu Lissu akiandikia mahakama ya rufaa barua ili kaweze kuhakikisha ya kwamba kesi yake imekamilika ili aanze kujishughulikia. Hili baada ya hali yake ya kiafya kudhoofika. Ikumbukwe ya kwamba mwaka 2017 tarehe 7
mwezi wa 9 Tundu Lissu aliweza kupigwa risasi 16 mwilini na kiongozi ambaye ametutangulia mbele za haki, John Pombe Magufuli, wakati walikuwa wanashirikiana na Bashite kumuua wakati huo, lakini hawakufanikiwa. Alienda akatolewa risasi hizo akiwa Kenya, kisha baadaye akaenda ughaibuni tena akashughulikiwa, lakini kuna hata risasi moja imebaki mwilini kwa mafupa. Sasa hali yake inahitaji kufanyiwa check-ups kila wakati, lakini sasa anaendelea kushikiliwa katika gereza la Ukonga, jambo ambalo limedhoofisha afya yake. Wanaendelea kumshikilia. Ndio maana Chadema kupitia John Heche wametangaza lolote limufanyikie Tundu Lissu, Tanzania haiwezi kukalika, lazima kitaeleweka. Lazima Samia Suluhu Hassan na serikali yake tawala ambayo ni katili itaeleza wazi kwa nini wanafanya hayo, kwa nini wanamshikilia, kwa nini wanamwekea kesi ya mchongo ambayo haina msingi wowote. Tundu Lissu kuzuiliwa kwake ni kwa sababu ya siasa. Tuliona alikuwa na nguvu, maarufu mkubwa, na hata wakati alipokuwa anawania wenyekiti katika chama cha Chadema, CCM ilitumia mabilioni ya hela kuwahonga wanachadema ili kutomchagua kuwa mwenyekiti, kwa sababu yeye ni maarufu, angeshinda uchaguzi kutumia chama hicho. Lakini baadaye, baada ya kutumia mabilioni ya pesa, Tundu Lissu aliibuka mshindi na kuwa mwenyekiti wa kitaifa katika chama cha Chadema. Sasa wakaona lazima umwekee kesi ili asije akawania kiti cha urais, kwa sababu angeshinda asubuhi na mapema. Kilichosemekana ni uchaguzi kilifanyika 29 Oktoba mwaka jana. Suluhu akajichagua yeye mwenyewe kwa sababu alizuia vyama vikuu viwili kuwania kiti cha urais, haswa kile kingine cha Mpina wa ACT Wazalendo. Sasa Samia anatafuta mbinu za kumumaliza Tundu Lissu, na kuna taarifa zile ambazo tumepokezwa hapa Mbeya kwamba za siri kwamba kuna mpango maalum. Bashite amepanga wa kumuua Tundu Antipas Lissu kwa sababu alishindwa kufanikiwa kumuua mwaka 2017. Sasa wanatafuta vile watamua wakati huu. Kwa hivyo ni hatari, vita vimeweza kutangazwa na kutaribuka ikiwa Tundu Lissu anaweza kupata shida yoyote. Kwa hivyo mahakama ya rufaa inastahili kuhakikisha ya kwamba kesi ya Lissu imekamilika ili aanze kushughulikia afya yake, kwa sababu imedhoofika. Tutaendelea kufuatilia taarifa zingine ili tuwafahamishe yale ambayo tunapokezwa ya siri hapa Mbeya. Tukutane baadaye. Naomba kutamatishia hapo hii kana, lakini ikiwa hauja subscribe na kuomba ukaweze kusubscribe, kubonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa kila wakati. Kwa heri kwa sasa.